ambacho tulikianza jana kinachosema tambua namna ya kutengeneza vipaumbele vyako ili kujihakikishia AVS Media Demo. Maisha. Tambua namna ya kutengeneza vipaumbele vyako ili kujihakikishia mafanikio katika kusudi la maisha. Jana tumejifunza mambo mengi. AVS Media Demo. Tukaishia kwenye changamoto zinazoukabili ulimwengu katika karne ya 21. Zipo changamoto nyingi, lakini tuliangalia changamoto chache. Tukaangalia ongezeko la watu, mmomonyoko wa maadili, ukosefu AVS Media Demo, ukweli na mambo mengine tuliangalia. Leo tuingie kwenye kipengele kingine kinachosema kanuni zinazoleta mafanikio kwa mtu. Kanuni zinazoleta AVS Media Demo. Kila mtu kwenye ulimwengu, hakuna mwanadamu kwenye ulimwengu asiyetaka kufanikiwa. Kila mtu anatafuta mafanikio. AVS Media Demo. Hakuna mtu mwenye akili timamu ambaye utamkuta amekaa hataki kufanikiwa. Kwenye masomo tunataka kufanikiwa. Kwenye maisha tunataka kufanikiwa. Watu wanataka wawe matajiri. Watu wanataka AVS Media Demo. Watu wanataka vitu vizuri. Kila mtu anataka kufanikiwa. Na hii ni desire, ni tamaa ambayo iko ndani ya kila nafsi. Mwanadamu aliyeumbwa na Mungu, AVS Media Demo, ndani yake ana desire ya kutamani mafanikio. Sio kitu kibaya, na kila mwanadamu ambaye amekamilika anatamani greatness, anatamani mafanikio. Kwa hiyo na haya mafanikio yamefichwa sehemu. AVS Media Yesu Demo. ameyaficha sehemu. Jana tumeangalia juu ya priority yake. Akasema kama unataka mafanikio kwangu, cha kwanza tafuta kwanza ufalme, alafu haya mengine nitakuzidishia. Sasa tunazidi kuchambua AVS Media Demo ya hayo mafanikio. Najua mambo yote unayoyafanya, jana nimezungumza kwamba yote unayoyafanya unatafuta maisha mazuri, unatafuta kufanikiwa kwenye maisha. Unatafuta AVS Media Demo kitakurahisishia maisha, upate sehemu ya kushika na, lakini yote hayo ni mtu anatafuta kufanikiwa. Afanikiwe, ajenge nyumba nzuri, watoto wake waishi vizuri, ale vizuri, anunue gari. AVS Media Demo. Hata kama hutafikia, lakini ndio shauku ya kila mtu. Ukimuuliza unataka nini, anakuambia nataka gari, nataka nyumba nzuri, nataka maisha mazuri. Lakini tutapataje maisha mazuri? AVS Media Demo. Sasa kabla hatujaangalia hicho kitu, tuangalie maswali ya kujiuliza. Kama unataka kufanikiwa kwenye maisha, AVS Media kwenye Demo, eneo lolote lile katika kumtumikia na Mungu na vitu vingine, kuna maswali matano ya kujiuliza. Maswali muhimu ambayo yatakusaidia ku overcome the situation. AVS Media Demo. Karne hii ya 21. Na haya maswali ndio yanayomtamiliki mwanadamu. Haya maswali ndio yaliyombana mwanadamu. Maisha ya mwanadamu yamebanwa kwenye haya maswali. Maisha ya mwanadamu AVS Media maskini yamebanwa kwenye haya maswali. Hakuna mtu ambaye anawaza nje haya maswali ambayo tunaenda kuyaangalia. Kila mtu amebanwa hapa, na uwe unajua au hujui, lakini umebanwa kwenye haya maswali. Kama utaweza kuyajibu wewe binafsi, maana haya maswali hayajibiwi na mtu, unajijibu wewe mwenyewe binafsi. Baada ya kujiuliza unajijibu, ukijiuliza unajijibu. Ukiweza kuyajibu kwa usahihi, umejihakikishia mafanikio duniani. AVS Media Demo. Kuweza kuitawala dunia. Swali la kwanza, mimi ni nani? Mimi ni nani? AVS Media Demo. Likiwa limezama kwenye identity, kwenye uhalisia wa mtu, sura ya mtu, ubinafsi wa mtu, uniqueness.
Identity, utambulisho. AVS Media Demo. Tunamtambuaje? Swali la pili, nimetoka wapi? Source, chanzo. Swali la tatu, kwa nini niko hapa? AVS Media Demo. Purpose, kusudi. Swali la nne, naweza kufanya nini? Potential. AVS Media Demo. Naweza kufanya nini? Swali la tano, naenda wapi? Destiny. Mwisho wangu ni upi? AVS Media Demo. Ambayo ukiweza kuyajibu, maisha yako yana garantii ya kufanikiwa na kuishi maisha unayoyataka. Ukishindwa kuyajibu, umejihakikishia kufeli. AVS Media Demo. Maisha ambayo dunia itataka uishi. Swali la kwanza tuanze kuchambua moja moja. Mimi ni nani? Identity, utambulisho. Tunapotaka AVS Media Demo. kwamba wewe ni nani, tunawezaje kukutambua wewe ni nani? Au tunawezaje kupata tofauti yako na ya mtu mwingine? Tunapowachanganya mabinti watatu walioko, wanne walioko hapa, tunawezaje kumtambua mtu mmoja mmoja na sifa zake au kitu ambacho kiko kwake hakiko kwa mtu mwingine? AVS Media Demo. Identity, utambulisho. Sasa hii inatokea pale ambapo mtu atagundua siri ambayo Mungu ameweka ndani yake, au kitu ambacho Mungu ameweka ndani yake ambacho hakipo kwa mtu mwingine yeyote. Na kutokana na mtu kuto kujitambua, kuto kukosa identity, AVS Media utambulisho wake binafsi, unakuja kukuta mtu anaiga. Ndio chanzo cha mtu kuanza kuiga maisha ya mtu mwingine. Ile tu nimemwona jamaa amenunua koti kama lile, na mimi nataka nikanunue koti. Ile nimemwona jamaa amenunua fulani, na mimi nataka kunyoa kiduku. Hawa vijana unaowaona wamenyoa viduku kumtaani, wamenyoa kiaina aina, ni matokeo ya kukosa identity, self discovery, kujitambua mimi ni nani, AVS Media natakiwa nifanye nini. Kwa hiyo inakupelekea mtu kuanza kuiga maisha, kuanza kuiga hichi, amenunua simu na mimi ninunue. Unatamani uwe kama mtu fulani, kwa sababu anasoma saa 2 mpaka saa 3 na mimi nisome, niwe kama mtu fulani. Lakini wewe mwenyewe binafsi hujitambui wewe ni nani, hujui self ya kwako, yani mimi ni nani, mimi kama mimi. Ni misimamo gani naweza kusimamia mimi kama mimi? Hata unigeuzeje siwezi kugeuka, mimi ndivyo ni. AVS Media Demo. Sio misimamo ya kiburi au jeuri, ni misimamo positive, lakini ni ya kwako, haiko ndani ya mtu mwingine yote. Jambo la pili, nimetoka wapi? Tumesoma kwenye historia form ngapi huko, tukaambiwa source yetu ni nini? Source yetu ni sokwe mtu. Na tumekuwa katika hiyo AVS Media Demo. Mtazamo, perspective, kwamba asili ya mwanadamu. Kuna mtu mwingine mpaka leo hajawahi kujiuliza tena hilo swali. Amebaki kwenye huo mtazamo kwamba asili ya mwanadamu ni sokwe mtu. AVS Media Demo. Source yako ni nini? Na mtu mwingine ukimuuliza asili yako ni nini, atasema ni baba yangu na mama yangu. Mwingine atasema ni Mbena, asili yetu sisi ni Wabena. Mwingine atasema AVS Media Demo. Atasema asili yetu ni Wachaga. Mwingine atasema asili yetu sisi ni wa Kaburu. Mwingine ndio asili anayoijua. Na ili uweze kujitambua wewe ni nani, ni lazima ujue umetoka wapi. AVS Media Demo. Mimi ni nani? Nimetoka wapi?
asili yangu hasa ni wapi? Maswali muhimu ya kujiuliza AVS Media ambayo Demo. ukiweza kuyajibu kwa usahihi yanabadilisha maisha yako moja kwa moja. Hutakuwa tena hivi ulivyo unavyojitazama. Kwa sababu gani? Hizi ni siri za ndani ambazo ukizitambua AVS Media Demo. ya kuishi duniani, na zinakupa confidence ya kusimama mbele ya wakuu, na zinakupa confidence ya kutawala mazingira. Nimetoka wapi? Chanzo. Mwanadamu asili yake AVS Media Demo. sokwe mtu. Asili ya mwanadamu au chanzo cha mwanadamu ni Mungu. Na wala asili yako sio baba yako na mama yako. AVS Media Demo. Sio Mbena wewe, sio Mhehe wala makabila mengine ambayo tulioko hapa, wala sio baba yako na mama yako. Asili yako, chanzo chako ni Mungu. AVS Media Demo. Kwa nini niko hapa? Kusudi, purpose. Kwa nini umezaliwa duniani kwenye planet hii? Hii planet ni colony. Tuko kwenye AVS Media Demo. ya tumesoma habari za colonialism tukiwa sekondari. Sasa colonialism ni process ambayo wenzetu kule Ulaya walikuja kutawala, wa Jerumani, AVS Media Demo. na makoloni mengi yaliyokuwepo yanatawala. Wa Faransa, wa Hispania wamekuwa wakitawala hizi nchi ndogo ndogo, hasa Afrika. Ukienda kule Amerika wametawala sana. AVS Media Demo. Italia wametawala, walikuwa ni empire makubwa kipindi hicho. Sasa zile ni mfano wa process au program ambayo Mungu alianzisha. Mungu aliamua kuanzisha program AVS Media ya Demo. kujitengenezea himaya. Himaya ya Mungu, himaya ya asili yako ni mbinguni. Na Mungu alikuwa ana eneo mbinguni linaitwa mbinguni, na mtawala wa kule mbinguni ni Mungu. AVS Media Demo. Na Yesu pamoja na Roho Mtakatifu akatengeneza viumbe ambavyo ni malaika, akatengeneza viumbe vingine, wale wazee, akatengeneza farasi, akatengeneza vitu vingi, ametengeneza mbinguni, akatengeneza hekalu, akatengeneza kila kitu. Ukisoma kwenye kitabu cha AVS Media Demo. akatengeneza kukapendeza sana. Ndio maana Yohana alipoenda mbinguni akasema mbinguni ni kuzuri hamna mfano. Geti zake zimepambwa kwa yakuti samawi. Unajua yakuti samawi? AVS Media Demo. Unajua jasper stone? Unajua green? Ni madini ni vitu vya thamani ambavyo huko duniani vingi bado havijagundulika. AVS Media Demo. Lakini Mungu kuta zake ametengeneza kwa hiyo madini. Ndio maana ukisoma kwenye ule Ufunuo anakuambia kwenye jengo la mbinguni hakuhitaji mwanga. Kwa sababu gani? Sababu AVS Media yale Demo. madini yaliyoko kule ukutani yanaakisi mwanga, yanatoa, kunang'aa ajabu mno. Jambo la pili, mwana kondoo uso wake unatoa mwanga, unaangaza eneo zima. Kwa hiyo hakuna haja ya balbu hizi. AVS Media Demo. Sasa baada ya Mungu kutengeneza ule mji ukapendeza sana, akakaa chini na kamati yake wakasema haitoshi, tuache tutengeneze, tuongeze AVS Media Demo. Mungu aliposema tuongeze himaya yetu, wakaplan kwamba okay, tufanyeje? Tutengeneze dunia iliyokaa hivi, tuweke vitu, tuweke nini, afu tutengeneze mtu akae humo atawale kwa niaba yetu. Sisi tukae mbinguni, yeye akae AVS Media Demo. ila tumtofautishe kati ya viumbe vya huko mbinguni na yeye anayekaa duniani wawe tofauti. Tutawafanyaje? Huyu anayekaa duniani tumpe mwili na mazingira yake, tumtengenezee mazingira ya mwili, awe na mwili. Lakini sisi tunaokaa AVS Media Demo. tuwe ni roho peke yake. Sasa Mungu akatengeneza huo mkakati, akaja duniani. Baada ya kumaliza kabisa kutengeneza kwamba nitamfanya mwanadamu awe hivi na hivi na hivi na hivi na hivi mpaka mwisho wake iwe hivi, AVS akamaliza Media strategy, Demo. plani nzima ya hilo wazo,
ndo akaja akamwanza mwanadamu. Kwa hiyo alipokuwa anamuumba mwanadamu, nilipokuwa nakwambia jana, alishamaliza kuplani kila kitu. Ndio maana akasema iwe mbingu, ikawa mbingu. AVS Media Alishawaza siku nyingi akamaliza. Kwa hiyo anakuja kwenye utekelezaji. Kwa hiyo utekelezaji wa Mungu ulianza baada ya kumaliza plani. Plani imekamilika, anaanza utekelezaji. AVS Media Demo. Kwa hiyo baada ya kutekeleza hiyo kitu, akatengeneza nyota, akatengeneza nini, mwanga, jua, mwezi, siku, kila kitu akakiweka kwenye mfumo. Kila kitu kimewekwa kwa kusudi. Siku zimewekwa AVS Media Demo. Tumewekewa siku Jumatatu, Jumanne, Jumatano zina kusudi lake. Tukawekewa usiku na mchana na kusudi lake. Tukawekewa jua, vipindi vya kiangazi, vipindi vya kulima. Kila kitu kilichowekwa Mungu amekiweka AVS Media Demo. Hakuna kitu kipo tu kwa sababu kipo. Kila kitu kina kusudi. Ameweka jua ili kutumeeshea chakula kwa kiasi. Ameweka mvua kutilia mbegu chini, umande ili zichipuke. AVS Media Demo. Akaweka upepo na kazi yake kwenye mimea. Akaweka majira ya siku ili tuweze kujipima kwenye zile siku na Mungu aweze kututawala, kwa sababu Mungu haishi kwenye siku. Mungu ni Mungu wa milele, lakini sisi ametuweka kwenye muda unaopimika ili nini? Asije akashindwa kututawala, kwa sababu angetuweka katika hali ya kuishi kwenye umilele kama yeye, tusingetawalika. Kwa hiyo akatubana kwamba ili tusije tukaleta matatizo, akatubana tuishi kwenye muda unaopimika. Kwa hiyo mtu akampimia miaka, ukileta AVS Media Demo. Lakini Mungu hana hiyo kitu. Mungu anaishi milele. Ndio maana anasema baada ya kufa kuna watu wataishi milele, kuna watu watachomwa milele. Kwa sababu gani? Huko mbinguni hakuna muda. Hakuna hivi vitu ambavyo tunavyo kwenye hii himaya. Yeye alikuja tu akatengeneza hivi vitu, akaprogramia, akarudi zake mbinguni. Kwa hiyo anaishi kwenye milele, sisi tunaishi kwenye muda, ili cha kwanza aweze kututawala. Sasa alipotuweka kwenye huu muda, alituweka kila kiumbe au kila kitu kiwe na kusudi lake. AVS Media Demo. Jua lina kusudi lake, mwezi una kusudi lake, usiku una kusudi lake, mchana na kusudi lake, na mwanadamu ana kusudi la kuwekwa kwenye hii himaya. Sasa tunaposema kwa nini niko hapa, niko kwenye hii himaya ya mwenyewe. Sasa ninachotajaribu kukufikirisha, nataka nikutoe kwenye mtazamo wa kujiona kwamba wewe ni zao la baba yako na mama yako, na anayetakiwa ajue maisha yako ni baba yako na mama yako. Nataka nikutoe hapo. Anayetakiwa ajue maisha yako ni Mungu, kwa sababu uko kwenye himaya yake. Baba yako na mama yako ni kibebeo cha uzao wa Mungu kuja duniani. Ukitaka kuelewa hiyo, soma Malaki 2:15. Sione mtu aliyekuja Biblia Kiingereza hapa leo, ila zipo kwenye simu. Sema sasa Biblia za Kiingereza zinatofautiana. AVS Media Demo. International English au International Bible imeandika tofauti. Ukija kusoma King James imeandika tofauti. Ukija kusema, ziko tafsiri nyingi, lakini ninayo hapa yenye tafsiri zote na Biblia ambayo AVS Media Demo. Kama utapenda kuzama kwenye maandiko, download Biblia ya Kiebrania ambayo imetoa tafsiri kama 6-7 hivi. Hebrew Bible ina tafsiri zote, karibia zote za maandiko. Malaki AVS Media Demo 15 anasema hivi. Tusome kwenye tafsiri inayosema, kwenye tafsiri gani ambayo ni nzuri hapa? AVS Media Demo Malaki 2:15. Hebu mtu anisomee kwa Kiswahili. Malaki 2:15. Hakuna mtu mmoja aliyetenda hivi ambaye alikuwa na ufahamu kidogo au
AVS Media Demo. atufuataye mzao mwenye kumcha Mungu. Kwa hiyo jihadharini roho zenu, mtu awaye yote asimtende mke wa ujana wake mambo ya yana. Okay. AVS Media Demo. Anasema hivi. AVS Media Demo. 2:15. Natafuta tafsiri nzuri. Hapa bado sipati tafsiri nzuri, lakini AVS Media Demo. International English ndio imenitafsiria vizuri ile neno. Sasa huo mstari hivyo hivyo ulivyo. Unajua sasa lugha yetu ya Kiswahili imetafsiriwa, inategemea waliotafsiri walitumia nani. AVS Media Demo. Na ukija ukilinganisha kwamba maneno ya Kiswahili mengine yanakosa nguvu kulinganisha na uhalisia. Na bado ukitoka hapa kwenye Kiingereza ukirudi tena kwenye Kiebrania utakuta neno linakuwa lina nguvu zaidi. Sasa kwenye Biblia AVS Media Demo, ambayo sioni tafsiri yake hapa, inasema ni nani ambaye alimtafuta Mungu. Hebu rudia kusoma kwa Kiswahili. AVS Media Demo. Hakuna mtu mmoja aliyetenda hivi ambaye alikuwa na ufahamu kidogo. Au je, kuna mtu mmoja atafutaye mzao? AVS Media Demo. Okay. Kuna mtu mmoja atafute mzao mwenye kumcha Mungu. Sasa kule ameandika Mungu anatafuta uzao wa kiungu. AVS Media Demo. Mungu anatafuta uzao wa kiungu ndani ya ndoa. Ndio maana akasema usimwache, usimtende hiana mke wa nini? Wa ujana wako. Kwa sababu gani? Ndani yenu hiyo ndoa anatafuta uzao wa kiungu. Sitaki mtoto wenu, sitaki muite mtoto wenu ni mtoto wangu mimi, kwa sababu huko mnakoishi ni mali yangu mimi. Kwa hiyo mimi ndio ninayegawa purpose. Mimi ndio ninayegawa kusudi la huyu mtu atakuwa nani, ataendaje, atakuaje, ataendaje. AVS Media mimi ndio Demo. ninayegawa. Kwa hiyo kila nafsi iliyokuja duniani, ukishazaliwa ukajitambua, unajitoa kwa baba na mama, unaanza kumtafuta Mungu huko juu. Nafanya nini kwenye hii maya yako? Kwa kila mtu ana kusudi la kuwepo. AVS Media Demo. Ni nini kusudi la wewe kuwepo? Swali la hiyo nilikuwa nafafanua tu, swali la ngapi? La 3. Limeeleweka? Limeeleweka? AVS Media Swali la 4. Demo. Naweza kufanya nini? Potential ability iliyoko ndani yako. Unaweza kufanya nini? Na kwa asilimia nyingi za watu tulioko hapa tunafanya AVS Media Demo. au tunafanya vitu tukitumia labda asilimia 10 au 15 ya uwezo ambao Mungu ameweka ndani yetu. Hasa wa Tanzania tunatumia asilimia 20 au 25 AVS ya uwezo Media ambao Demo. Mungu ameweka ndani yetu. Potential. Mungu ameweka potential, ameweka uwezo wa wewe kuhakikisha unafanikiwa na kuhakikisha AVS unayatawala Media mazingira. Demo. Huo uwezo wa kufanya hivyo upo ndani. Uwezo wa kufanya kitu ambacho Mungu ametaka ukifanye hauombwi, hautafutwi sehemu, hautoki sehemu nyingine yoyote. AVS Media Nilikwambia jana, Demo. Mungu amekunja ile mbegu akaiweka huko ndani. Amekunja embe akaliweka ndani ya mbegu. Sasa uwezo wa wewe kufanikiwa, uwezo wa wewe kufanya vitu vikubwa duniani hauendi kutafutwa AVS sehemu, uko Media ndani yako. Demo. Alipokuachia ukaja duniani, tayari uwezo wa wewe kufanikiwa uko ndani. Lakini huu uwezo utachomokaje? Ni kwa process. Sasa watu wengi wanatumia AVS Media Demo. asilimia ndogo sana ya uwezo ambao Mungu ameweka ndani. Nikiwa na maana gani? Wengi tuna smartphone.
si ndio? Sijibiwi. AVS Media Demo. Tunatumia smartphone. Ukija kwenye smartphone ina uwezo wa kufanya vitu zaidi ya hizi programs zilizoko hapa. AVS Media Demo. Ina uwezo wa kufanya kazi zaidi ya programu ambazo ziko hapa, na kila programu iliyowekwa ina kazi yake. Lakini nikikuuliza wewe unatumia vitu vingapi kwenye hiyo smartphone yako, AVS Media Demo, utakuja kutoa unatumia phone call na phone book na SMS na Gerald, umemaliza vitu vinne. Lakini nikitaka kuhesabu program ambazo manufacturer ameweka, yule mtengenezaji wa hii simu ameweka program nyingi sana, lakini sisi tunajua 4 tu ambazo zipo hapo. AVS Media Demo 4 tu ndizo ambazo ukimwambia mtu sijui nini kazama, ukimwambia kazama, lakini nyingine hajui. Hata ukimuuliza inafanyaga kazi gani hajui, hata kwamba inafanya kazi gani. Kwanza hana time nayo. AVS Media Demo. Hali kadhalika mwanadamu wengi tunatambua kula, kuvaa, kulala. Kwa hiyo tunatafuta kazi kwa ajili ya kula, kujenga nyumba, kama ni kodi unalipa, AVS Media Demo. Unalala, kujenga nyumba, unakula, unazaa mtoto, unalala, unalea mtoto, anakuwa, unakufa, biashara yako imeishia hapo. Huna kitu kingine unaweza kutumia, lakini ndani ya hii program ambayo ni mwanadamu, AVS Mungu ameweka Media potential ya ajabu. Tunamkumbuka Nelson Mandela. Yule ni mwanadamu kama sisi. AVS Media na yule Demo. Mwanadamu amezaliwa na mwanamke kama sisi tulivyozaliwa. Lakini yule mwanadamu alifanya vitu ambavyo dunia haisahau. Kwa sababu gani? Uwezo wa kufanya hivyo vitu ulikuwa ndani. Hakwenda kutafuta sehemu nyingine yote, ulikuwa ndani yake. Na akajaribu au akatumia sehemu kubwa ya uwezo ulioko ndani yake katika kuathiri ulimwengu na kusaidia watu duniani. Na alipotumia huo uwezo, watu wengi wakasaidika, na waliposaidika watu wengi akapata jina. Na alipopata jina akapata heshima, na alipopata heshima akapata mali. Unajua kitu kinaitwa mali au fedha hakitafutwi. Asikudanganye mtu. Pesa haitafutwi, pesa inakuja. AVS Media Demo. Usije ukajidanganya natafuta pesa. Utaitafuta mpaka unakufa na utakaa uipata. Pesa inavutika. Inafuata thamani. AVS Media Demo. Inafuata thamani. Kwa nini tunagharamia Tanzanite au almasi au dhahabu kwa gharama kubwa? Kwa nini tunagharamia AVS Media Demo? Ni cha thamani. Hii thamani imewekwa kwa nani? Aliyeweka thamani? Sisi wenyewe wanadamu ndio tumeweka thamani kwenye hiyo kitu. Na tulipoikiwekea thamani tukakigharamia kwa hela kubwa. AVS Media Demo. Kwa hiyo pesa inafuata thamani. Kwa nini mtu anapozidi kuongeza elimu, ndivyo kadi pesa inavyozidi kuongezeka? Hajatafuta pesa, ametafuta thamani. Mnanielewa? Kadi mtu anavyozidi kuongeza vyeti, degree, masters, PhD, nini na nini, ndivyo pesa inavyozidi, mshahara unavyozidi kuongezeka. Hawaambii niongezeni mshahara, inaongezeka kwa sababu thamani yake imeongezeka, thamani imeongezeka. Kadi anavyoongeza thamani yake ndivyo pesa inavyomfuata. Haendi kuitafuta hasa. Ukimkuta mtu mwenye PhD ni kusaini tu, imeisha hiyo, pesa inaingia. Ukimkuta mtu engineer mzuri au architecture mzuri, mtu wa kudesign majengo au engineer contractor mzuri wa kutengeneza hii, hafanyi kazi nyingi. Anachofanya yeye ni
waambia vijana wanaenda kwenye kampuni, ase ramani hapa, jengeni kazi, ana sign check, zinaingia, yuko tu amekaa. AVS Media Demo Ni kubwa. Kwa pesa haitafutwi, usidanganywe. Mimi nilifikirigi pesa inatafutwa, nikang'ang'ana tafuta pesa wapi niipatie wapi, AVS Media Demo. Kadri unavyoitafuta pesa miaka inaenda, kadri unakuja kushangaa huko miaka 30 hujapata chochote. Kuja kushtuka hivi nikagundua okay, kumbe pesa itafutwi, pesa inamtafuta mtu. The more unavyokuwa na value kwenye eneo, AVS Media Demo. The more unavyozidi kuongeza value yako, the more pesa inavyozidi kutafuta. Potential, ndani yako kuna potential gani? Swali la mwisho, destiny. Nimewapa jana habari ya destiny. Wapi naenda kuishia? AVS Media Demo. Kwa pesa inatafuta potential. Sasa haya maswali ni maswali ambayo ukiyajibu wewe mwenyewe binafsi AVS Media Demo. Kumwamai, mimi ni nani? Usije ukasema mimi ni nani ukaandika jina. Nimetoka wapi? Unaandika. Kwa nini niko hapa? Purpose AVS Media Demo. Hivi ni vitu ambavyo mtu sasa unang'ang'ana kwenye maombi. Mungu nifunulie, kwa umeniumba nifanye nini? Mungu anakufunulia kwenye njozi, anakufunulia kwenye mahubiri kama hivi, anakufunulia kwenye mambo mbalimbali. Ukigundua kile kitu ambacho amekiweka, tayari unaanza kujisikia amani. Ukikifanya unajisikia amani. Unajua kuna mtu anafanya kitu huko amerelax. Kama mimi hapa sasa hivi mkiniambia nizungumze na nyinyi hata mpaka saa 11 asubuhi. AVS Media Demo. Kuzungumza, kufundisha watu. Ndio my purpose duniani. Kwa hiyo purpose yangu ya kuishi ni kuhakikisha watu wanaelewa vitu mbalimbali, kufundisha watu. Ndio kusudi langu la kuishi. Kwa hiyo ninakifanya nikiwa na amani. AVS Media Demo. Bado nalazimisha mkitoka nitafuteni. Kwa sababu gani? Ndio furaha yangu ya mimi kuwepo duniani. Sasa kwa njia ya kufundisha hivi, unakuja kukuta unaitwa huku, unaitwa huku. AVS Media Watu Demo. wanatafuta sasa kwamba njoo tufundishe, njoo tufundishe, njoo tufundishe, njoo tufundishe. Na wakati wanapokuambia njoo tufundishe ndivyo wanavyokulipa. Hawatumii muda wako bure. Na the more unavyozidi kujicultivate, kujiongezea thamani, AVS Media Demo. na kuwa nadra, ndivyo ambavyo thamani yangu machoni pao inazidi kuongezeka, na dau langu linazidi kuongezeka, linaongezeka. Mwisho wa siku unakuja kujikuta huwezi kunipata bila milioni 5. Sio kwamba nataka. AVS Media Demo. Kwa ili unipate ni lazima unibane kwenye kona, uniambie lisali moja tunakupa milioni au milioni 2. Sio kwa sababu nimetaka, ila niko nadra, watu wengi wananihitaji. AVS Media Demo. Watu wakubwa duniani wanafanikiwa kwa sababu gani? Thamani yao ni kubwa, na wamegundua kile kitu wanachokifanya, kile kusudi lao la kuishi. Kwa hiyo unakuja kukuta thamani yake inaongezeka. Watu wanaolipwa pesa nyingi kwenye fani ya AVS Media Demo ni ma specialist. Niko sahihi? Specialist yuko tayari asiajiriwe, afungue kliniki yake. Mimi specialist wa wanawake, mimi specialist wa jicho, mimi specialist. AVS Media Demo. Yule specialist wa mifupa utamtafuta gharama yoyote. Akikwambia huu mfupa kuufix ukae sawa sawa, 500,000. Hangaiki, lete usilete, wako wengi watakuja. Utajua mwenyewe. Kwa sababu una uhakika ukienda kupeleka hiyo 500,000 atafix itakaa sawa sawa, na anaamini kazi yake, wanamnyokea. Kwa hiyo unakuja specialist anapata fedha nyingi ukilinganisha na daktari wa kawaida ambaye yuko hapo hospitalini, na tenda zake ni za haraka. Wako watu wengi kwa sababu kwanza anaipenda kazi yake, pili anaifanya kwa ubora, tatu watu anawapenda watu anaowahudumia. Kwa sababu gani? Anapenda. AVS Media Demo. Umeelewa? Ukifanya kitu ambacho ukipendi, ukifanya kitu ambacho sio kusudi la kuumbwa, hutafanya kwa furaha. Ndio maana unakuta huko manesi tukana watu, nini fanya hivi, kwa sababu AVS Media Demo. yaani ni ili apate kazi. Kwa hiyo
akifanya kitu asichopenda, unakuja kukuta mwili unachoka. Mwili ukichoka, anaanza kutukana watu. Hivyo kwa sababu gani? Sio kusudi la yeye kuwepo duniani. Lakini unapojifix kwenye lile kusudi, hata mtu angekupigia simu saa 10, kuna mgonjwa njoo, unaacha nyumba, kazini, kwa sababu ni kitu kilichoko moyoni mwako, unapenda kusaidia watu. AVS Media Demo. Andika, mpango wa Mungu ni kuona viumbe vyote alivyoviumba vinafanikiwa. Mungu ametaka kiumbe chochote alichokiumba, ameweka success, AVS Media Demo, guarantee ya success kwenye kila kiumbe. Na kiumbe ambacho kimekuwa complicated duniani ni mwanadamu peke yake. Hamna kiumbe kingine. Ila viumbe vingine vyote ambavyo Mungu ameviumba vimekuwa na success bila wasiwasi. Mfano, ni lini ulishasikia samaki ameattend darasa la kuogelea? AVS Media Demo. Ni lini ulishaisikia ndege ameattend darasa la kufly? Ni lini ulishasikia mbegu ya embe au mbegu ya mwindi imeenda darasani ifundishwe namna ya kuota na kuwa mwindi? Ulishawahi kusikia? Ndio, nani msema ndio? Ni lini ulishawahi kusikia simba amefundishwa namna ya kuwinda swala? Ni nani ulisikia anaweka kundi simba kwamba swala anawindwa hivi, anategewa hivi? Ni lini ulishawahi kusikia? Kuna AVS Media Demo. Viumbe vyote ambavyo Mungu ameviumba aligarantii success, vifanikiwe pamoja na wanadamu. Lakini viumbe vyote vinafanikiwa kasoro mwanadamu. Mwanadamu ndio kiumbe kipekee AVS Media Demo, kimeshindwa kufanikiwa kama Mungu alivyotaka afanikiwe. Samaki wanafanikiwa, wao wanaogelea, hawana tabu na mtu, ni kuogelea. Ndege wanaenda, hawana tabu. Lakini mwanadamu ambaye amepewa vitawale ndege, atawale AVS Media Demo, amechanganyikiwa, haelewi. Sasa nitakupa sababu kwa nini mwanadamu ameshindwa kufanikiwa kwa kiwango hicho, kiwango ambacho ability ya kufly. AVS Media Demo. Haendi kufundishwa kufly. Ndege haendi kufundishwa kukwepa mishale, kukwepa kitu chochote. Ndege hafundishwi kitu chochote. Anapozaliwa, mazingira aliyotengenezewa yanamfundisha yenyewe, yanamfundisha. AVS Media Demo. Kamekuwa kakubwa, kana fly. Mtoto wa tai naye amekuwa mkubwa, anaanza kuinda mwenyewe. Hivyo hakuna darasa ambalo wanapitia la kufundishwa jinsi ya kufly. Lakini mama zao AVS Media Demo. Malezi ya ndege au malezi ya simba, wanyama, mara nyingi tunaangalia vipindi vya wanyama. Kama umesha kufuatilia malezi ya vipindi vya wanyama, ukaona jinsi ambavyo simba anamlea mtoto wake, AVS Media Demo, utagundua kwamba kwa nini jana nilikwambia tumezaliwa katika ni product ya wazazi wasiojitambua. Kuna mtu amesha kufuatilia wanyama wanavyoleana, hasa simba? AVS Media Demo. Hata kwenye magari jamani, si zinawekwa? Au tunakaa hapo Iringa ni hatusafiri safari za mbali? Kwenye magari sisipo tu filamu za wanyama, unaona katoto ka simba kanazaliwa, AVS Media Demo. Mara unaona kanaanza kukimbia na mama yake, mara unaona mama yake anaanza kupigana nako vita aina fulani, mara unaona mama yake anaanza kukakimbiza, kanakimbia, anakuwa hivyo, anakuwa. Mara unaona kanaanza kufundishwa namna ya kuwinda kidogo kidogo, mara hivyo kakikua tayari na kenyewa kamekuwa kawindaji. Kwa hiyo na ile ability ambayo ilikuwa hapo ndani ya mama yake germinate, ameitengeneza izaliwe uhalisi wa simba. Kwa hiyo simba ili awe simba anapitia kwenye process, na mama yake si mwanadamu, lakini ana akili ya kumlea simba mtoto awe kama yeye. Kwa hiyo kila siku tunamkuta simba yuko hajapoteza asili yake.
AVS Miaka Media yote Demo. toka sisi hatujazaliwa, makarne na makarne, simba ni viumbe vyatokea Adamu ameumbwa, lakini simba hajapoteza asili yake, ni yule yule kila siku. Sifa za simba ni zile zile, ni mfalme wa AVS Media ni mfalme Demo. wa nini? Mfalme wa mwituni. Mpaka kesho atabaki kuwa mfalme wa mwituni. Nini AVS kinachofanya Media Demo. generation za simba ziendelee ku maintain ile identity yao? Ile nguvu ya simba inakuwa siku zote. Sisi tunapitia kwenye ukame, kwenye nini, kwenye AVS Media Demo. zote wanadamu tunapitia, lakini hatujawahi kusikia simba ameshindwa kuwinda. Hatujawahi kusikia simba amepigwa na swala. Wako tu, lakini sisi wanadamu tumeambiwa tawala AVS au simba, Media tawala na Demo. kila kitu, lakini mpaka kesho hatuwezi. Tunachotumia sisi ni ubabe, tunapiga bunduki, hatuwezi kuwatawala. Kwa sababu gani? Wewe umezaliwa, mama yako hajakulea katika misingi ya kutawala. AVS Media Baba yako Demo. hajakulea katika misingi ya kutawala kama simba, amekulea katika misingi hata sijui ni misingi gani. Kwa sasa hivi huko tu hujitambui, huelewi dira, huelewi direction. Kwa hiyo ili tuweze kutawala hatuna sehemu ya kujifunzia. Lakini AVS viumbe Media vingine, Demo. ndege anamfundisha mwanae kuruka, kanaanza kidogo kidogo, anakabeba, mwisho wa siku na kenyewe unakakuta kameenda, ni ndege. Lakini wanadamu wana tatizo. Lakini Mungu aliweka success ndani ya kila AVS kiumbe. Media Demo. Na success na uwezo ambao ameweka ndani yetu sisi ni uwezo wa kudominate viumbe vingine, lakini tumeshindwa kudominate. Kwa sababu gani? Malezi ya kuweza kufikia kudominate hatuna. AVS Andika Media kitu kingine. Demo. Mafanikio ni lazima kwa kila kiumbe, kwa kiumbe chochote kilichoumbwa na Mungu. Mafanikio ni lazima. Kujenga magorofa ni lazima. Kumiliki magari ni lazima kwa mwanadamu. Kuwa na maisha AVS mazuri ni Media lazima. Demo. Jambo jingine, Mungu hafanyi kazi kwa kuangalia mazingira haya katika ulimwengu unaoonekana. Mungu hafanyi kazi kwa kuangalia mazingira haya AVS Media Demo. katika ulimwengu unaoonekana. Mungu hafanyi kazi kwa kuangalia mazingira haya katika ulimwengu unaoonekana, bali anaangalia. AVS Media Demo. Mungu hafanyi kazi kwa kuangalia mazingira haya katika ulimwengu unaoonekana, bali anaangalia mambo mawili. Jambo la kwanza, neno lake. Jambo la kwanza, neno lake. Jambo la pili, AVS Media Demo. jambo la kwanza, neno lake. Isaya 55:11, Yeremia 1:12. Jambo la pili, kusudi lake. Isaya 46:10 na Samuel 16:7. AVS Media Mungu Demo. hafanyi kazi kwa kuangalia mazingira haya yanayoonekana, mazingira haya katika ulimwengu unaoonekana, bali anaangalia neno lake na kusudi lake katika hicho kiumbe. AVS Media Demo. Hakuna mtu aliyeko hapa ambaye ameenda dukani akanunua simu AVS Media akaja Demo. nyumbani ile simu ikashindwa kufanya kazi ambayo ilitakiwa ifanye. Na kama itatokea, atarudisha dukani apewe simu nyingine. AVS Media Kwa sababu Demo. gani? Mtengenezaji wa simu alipokuwa anatengeneza, alitengeneza kwa kiwango ambacho ana uhakika kwamba hiyo simu AVS Media Demo. itafanya kazi kwa kiwango kile ambacho amekiandika. Na tunaponunua simu, kwenye boksi lile la simu huwa tunakuta AVS Media ndani ya Demo. boksi tunakuta vitu vitatu. Cha kwanza tunachokikuta ni karatasi. Cha pili tunachokikuta ni simu yenyewe.
Cha tatu tunachokuta ni betri na chaji. AVS Media Demo. Sasa ile karatasi ina maana kubwa kuliko simu. Lakini tukijiuliza hapa ni wangapi wamesoma ile karatasi, inaweza kawa hamna hata mmoja ambaye amesoma ile karatasi. Alichojua yeye tupa hicho. AVS Media Demo. Anaacha hapo dukani, anachukua simu, weka line na function. Hello, iko vizuri, message, washa WhatsApp iko vizuri. Okay. Haenda zake nyumbani. Karizika. Ile karatasi hajui hata nikikuuliza AVS Media Demo. Hujui. Lakini ile karatasi ndio ina maana kuliko hii simu. Na kwa nini leo hii umeshindwa kutumia hivi vifaa hizi programu nyingine ambazo ziko kwenye AVS Media Demo? Kusoma ile karatasi. Na ile karatasi imesheheni kwamba hii simu itatuma message, itatuma MMS. Unatumaje MMS? Ameeleza pale. Unatumaje AVS Media Demo? Itafanya kazi za email, itafungua YouTube, itafungua hichi. Alipomaliza hapa akaandika guarantee. AVS Media Demo. Kwamba tunakugarantii simu itadumu ndani ya mwaka mzima au miaka miwili. Alipomaliza hapa akaandika warranty. Tunaelewa tofauti hizo vitu viwili? Guarantee na warranty. AVS Media Demo. Kuhakikishia kwamba hii simu itafanya hivyo nilivyosema na itadumu kwa muda fulani. Warranty inakuelezea kama itakuwa na tatizo ndani ya kipindi hichi, kusanya betri, AVS Media kusanya box, kusanya na hii kadi. Ukisununua Matecno unakuta kuna kadi fulani imeandikwa 1 year. Si ndio? Kusanya na hii kadi, njoo navyo, tutakubadilishia simu. Hiyo ni wara AVS Media Demo. Sasa simu yoyote iko hivyo, imeeleza hivyo. Au kifaa chochote, hata umenunua pasi, umenunua nini, lazima ukutane na ile karatasi ambayo inaeleza warning. Usiwashe pasi AVS Media Demo. Usitumie pasi sehemu yenye maji. Usifanye hivi. Zile warning na nini zinakuonya. Ili hichi kitu kiweze kufanikiwa, kuna 1, kuna 2, kuna 3, kuna 4. Akakubana. AVS Media Demo. Sasa ukitaka kujifanya wewe mjanja, dumbukiza simu kwenye maji. Sasa Mungu anafanya kazi AVS Media Demo kwa kuangalia neno alilolitamka. Hii simu inafanya kazi kwa kuangalia kile ambacho kilioandikwa kwenye ile karatasi. Chochote kilichoandikwa kwenye lile karatasi, hii simu inafanya. Hata kama AVS Media Demo. Sema sasa, si hujasoma, ndo bahati mbaya zaidi. Ungekuwa umesoma ungekuwa unanielewa vizuri, ila kwa sababu hujasoma ile karatasi hunielewi. Kila kilichokuwa kimeandikwa kwenye ile karatasi, hata kama wewe hujui kukitumia, AVS Media hii simu ina Demo. uwezo wa kufanya. Na Mungu anafanya kazi kwa kusudi, kuangalia kusudi lake, AVS Media Demo. ili kuweza kugarantii success kwenye maisha yako. Anaangalia umesimamaje kwenye kusudi. Akamwambia Yeremia, ukisoma AVS Media Demo. ile, acha mstari wa 12 tuliochukua, ukisoma Yeremia 1 yote atamwambia nimekuweka kuwa nabii wa mataifa, ili kung'oa na kubomoa na ili kupanda na kujenga. Sasa katika kuwa nabii wa mataifa, Mungu anamgarantii Yeremia kwamba lazima utafanikiwa. Kwa sababu gani? Uko kwenye purpose yangu. AVS Media Demo. Nimewachanganya, ngoja niishie hapa, maana naona kila mtu ana hema. Tusome AVS Media Demo. Tuna dakika 2 zimebaki hizi za kufanya conclusion. Kwa hiyo Mungu
ana guarantee kufanikiwa kwako, haangalii ulimwengu huu, anaangalia kusudi. Chochote alichotamka, chochote alichokisema lazima kifanikiwe. Akisema kwamba utakuwa rais wewe, kama Mungu ukamwomba akakwambia nimekufanya kuwa rais, hakuna mazingira ya hapa nje atakayokuzuia. AVS Media Demo. Umesoma wewe hujasoma, hiyo aangalie. Anachoangalia kusudi lake lifanikiwe. Kwa sababu gani? Anaishi kwenye ulimwengu usiolimitiwa na muda, usiolimitiwa na mwanadamu yeyote, usiolimitiwa na vitu vyote. Kwa hiyo akishusha papasi yake kutoka huko juu ikija hapa, lazima ifanikiwe. Kwa sababu gani? Ndio mmiliki wa hii dunia. Mnaweza mkapanga ratiba zenu, sisi tufanye hivi. AVS Media Demo. Uongozi wa chuo ukiwa mna plani zao. Leo si mlikuwa mna ratiba tukutane saa 3. Uongozi wa chuo ulipokuwa na plani zao huko juu ukasema tuwe na kikao. Uliposema tuwe na kikao, AVS Media Demo. La kwao limefanikiwa, la kwenu limekufa. Mnanielewa? Kwa kile alicho guarantee Mungu huko juu kwa ajili yako, akiangalia neno, akaangalia na kusudi, umesimama kwenye kusudi na neno lake, lazima kifanikiwe bila objection. Bila objection. Bila objection. Kwa hiyo hakuna kitu kitakachozuia usifanikiwe kama utajibu yale maswali matano. Ukishajibu yale maswali matano, success kwako iko wazi wazi. Ila ukishindwa kujibu ya maswali matano, tutakutana mbinguni. AVS Media Demo. Sababu utashindwa kutumia potential iliyoko ndani yako kwa usahihi. Na kugaranti wewe sio mtu wa kusoma cheti nursing. AVS Media Demo. Wewe ulikuwa ni mtu wa kwenda, sasa hivi ungekuwa umeshamaliza, uko mbali sana. Lakini kwa sababu ya limitation na mazingira, kilichokufanya labda usivuke kutoka hapa kwenda level nyingine, labda kwenda huko chuo, sio mtihani au sio kwamba una akili. Akili unayo sana. Nikikupa sasa hivi ule mtihani uliofanya wa form 4 unaweza ukapata 1. Una akili sana. Lakini kilichokufanya itokee ni mazingira. Mazingira uliolelewa, mazingira uliokuwa unasomea na nini na nini na nini na nini, vikatokea hapo, mtihani ukaja, ukafanya ulivyofanya, matokeo yakatoka yalivyotoka, lakini haigarantii kwamba wewe una akili. Una akili sana. Lakini mitihani na vitu vya duniani vimetupima, vikatuaminisha kwamba wewe ni mjinga, una average ya ngapi? AVS Media Demo. Sasa kwa Mungu hakuna cha waliofeli. Kila mtu amegarantii mafanikio. Lakini falsafa ya duniani, kuna waliofaulu, kuna waliofeli. Hata hapa mtatoka, mtamaliza chuo, kuna ambeni wengine wataambiwa wamepata pasi nzuri, AVS Media Demo. Wengine wana disco kabisa na vitu kama hivyo. Kwa sababu gani? Ni mitihani ya kupimwa. Lakini hiyo sio jibu la Mungu kwamba wewe ni mjinga. Akili unayo sana. Unatumiaje potential iliyoko ndani yako kufanikisha maisha? Hivi vitu vingine tunafanyiwa tu, tunapimwa, sijui mtihani gani, sijui matokeo ya Mungu yatatoka kesho kutwa. Yanaweza katoka, wengine ni mabaya, wengine ni mazuri. Lakini hayo matokeo sio akili yako. Mnanielewa? Hayo matokeo sio nini? Sio akili yako. Akili yako iko sana tu. Sema umeitumia hivi. Kama ungeitumia yote, AVS Media Demo. Tu ajabu sana. Kuna vitu vimekulimit, tradition, sijui nini, vikalimit ubongo. Sasa ukipata kitu cha kuzibua huo ubongo, ukakata hizo kamba, hiyo limitation na mipaka, unakuja kujikuta wewe ni mtu wa ajabu sana.